Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho leo hii wameweza kukifanya. Jambo kubwa ambalo limeweza kutangazwa leo hii kwenye kurasa za wekundu wa Msimbazi Simba juu ya usajili mkubwa ambao leo hii unakwenda kutikisa kweli kweli. Ni nyota mkubwa kabisa ambaye ameweza kusajiliwa. Ni pendekezo la kocha Fadlu Davis akiweza kuongeza majembe mapya kwenye kikosi cha klabu ya Simba ili kuweza kuongeza nguvu kunako msimu ujao. Nafahamu malengo ya klabu ya Simba ni kuweza kutoa mataji ya ligi kuu ya soka Tanzania bara na yale ya kimataifa. Hivyo basi wanapaswa kuwa na nyota wa kimataifa na wenye nguvu, kasi, wawe na hali ya upambanaji ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanikisha malengo ya klabu ya Simba. Nani huyu ambaye ametua kwa siku ya leo? Tutakwenda kujua hapa kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa. Ile kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba unapokuwa umeweza kusubscribe na ukao umebonyeza alama ya kengele, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu wakati wowote saa 24 pindi ambapo taarifa zetu zikiweza kujili, basi unakuwa unazipata moja kwa moja kwenye simu yako. Fanya hivyo sasa hivi kwa kusubscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba yenye maskani yake kule mitaa ya Msimbazi Kariakoo, ambayo kwa sasa ipo katika hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Federation Cup, lakini pia wakiwakilisha Tanzania. Ndio wawakilishi pekee ambao wapo saizi katika michuano ya kimataifa. Nazungumzia kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wako nusu finali wakiweza kusubiri kukipiga dhidi ya Stellenbosch. Wakati wakisubiri hayo, klabu ya Simba haijapoa wala haijaboa kwenye kufanya usajili wake. Hivi karibuni kulikuwepo na kauli ambayo ilitolewa na kocha mkuu wa klabu ya Simba, kocha Fadlu Davis, kocha wa boli mwenyewe, akiweza kuweka bayana kwamba anahitaji kumsaini namba 10 bora wa Tanzania. Sasa maswali yakawa ni mengi, namba 10 bora wa Tanzania ni nani? Maswali yakaenda moja kwa moja kwamba huyu ni Feitoto, kwa sababu ndio namba 10 ambayo bora katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa wachezaji wa Tanzania. Sasa watu wakajiuliza, kwa hiyo klabu ya Simba imemalizana na Feitoto? Mbona kimya na imekuwaje Simba wameweza kufikia dau lile ambalo klabu ya Young Africans liliweka na kulipita? Hapa nazungumzia zaidi ya shilingi milioni 750 ambayo ilikuwa imewekwa na Young Africans, kwamba Simba wametoa zaidi ya hapa kupata saini ya Feitoto. Imekuwaje katika hayo? Sasa inaelezwa kwamba si vile ambavyo wewe ulivyokuwa au kiweza kufikiria, ambapo kocha Fadlu Davis alisema anamtaka namba 10 bora wa Tanzania. Wengi waliwaza na wakajua ni Feitoto huyu, kwa sababu story za Feitoto zimeanza kusikika ni muda sana, yani kabla hata msimu haujaanza maneno yalikuwa ni kwamba Feitoto anaelekea klabu ya Simba. Dirisha dogo likaja, watu wakajua kabisa ili dirisha dogo Feitoto na Simba damdam, lakini mara dirisha likafungwa na kuna chochote kilichoweza kujili. Sasa unaambiwa ana class, ana vision na ana tempo, anakupa vyote. Kisha zikaanza tetesi, Simba wanamfuata, wengine wakasema haiwezekani, na Yanga wanamtaka balaa, wananchi hata kwa ndoto hawawezi kumpata. Wachambuzi wakaanza kuchambua, Feitoto kwenda Simba, hiyo ni movie, Yanga hawawezi kukubali. Wengine wakasema si Feitoto, na alisema yeye na Engineer Hersi azivani, kwani Engineer Hersi ameondoka Yanga. Lakini ukweli uko wapi? Ni nani hasa huyo namba 10 bora anayezungumzia ama anayezungumzwa na Fadlu Davis? Maneno yalilindima mitandaoni na kila mtu akahisi anajua nini kitaendelea nyuma ya pazia, lakini kumbe Fadlu alikuwa na kadi yake mfukoni. Akumaanisha kwamba anamtaka Zanzibar Finest. Hapa nazungumzia Feitoto. Aliyemzungumzia ni kijana mdogo kabisa ambaye wengi hawakuwa wamemwona kijana huyu. Wengi walikuwa wanajua kabisa huyo pengine ni Feitoto, lakini mawazo hayakwenda kabisa kwa huyu kijana Morris Abraham, mtoto wa 2000 kabisa, kwa sababu amezaliwa Agosti 13, yani mwezi wa 8 tarehe 13 mwaka 2023.
ana miaka 21 mpaka sasa, lakini amewahi kucheza katika timu ya taifa, ni midfielder. Morris Abraham ni Mtanzania ambaye anacheza soka la kulipwa. Mara ya mwisho alikuwa pale nchini Serbia ambapo aliweza kuitwa pale. Amezaliwa pale Tabata, Dar es Salaam mwaka huo 2003, lakini shughuli yake ni pevu kweli kweli. Morris Abraham ni kiungo mshambuliaji mwenye kipaji halisi. Ameshacheza soka la ushindani Serbia katika klabu ya FK uko Mitrovica. Ana kasi, ana maono na ana uwezo wa kutengeneza nafasi kutoka sehemu yoyote uwanjani. Huyu ni miongoni mwa wachezaji waliowahi kuivaa jezi ya taifa ya Tanzania ambao nazungumzia Taifa Stars kwa heshima ya hali ya juu kila walipopewa nafasi. Mtoto wa Tabata amechupukia kwenye Academy ya Alliance Mwanza, akasafiri Ulaya akiwa mdogo na sasa anarejea akiwa na uzoefu mkubwa. Morris Abraham ni kiungo mshambuliaji mwenye kipaji halisi, ni mchezaji anayejua kufanya pressing, ana uwezo mkubwa wa pasi za mwisho na anafunga pia. Kwa ufupi, namba 10 wa kisasa kabisa. Simba wakifanikiwa kumsajili watakuwa wamepiga hesabu ya maana kabisa. Wataleta mabadiliko kwenye midfield yao ambayo imekosa mchezaji wa kipekee anayeweza kubadilisha mchezo kwa kasi moja tu. Na zaidi ya yote, kijana ana njaa ya mafanikio. Ametoka kujaribu maisha ya Ulaya akiwa mdogo sana, sasa anarudi kuonyesha alichojifunza. Huenda kocha Fadru akamchukua rasmi. Respect sana kwa wale waliozani ni feitoto. Unaona bana, Fadru alikuwa anamzungumzia Morris, na kama Simba hawatachelewa watakuwa wamelamba dume. Tukubali tusikubali, Simba wanapanga mbinu kimya kimya. Unaona bana, Morris Abraham ambaye kwa sasa ndio story kubwa ya mjini, na mpaka sasa ambapo tunazungumza Morris Abraham yupo na kikosi cha klabu ya Simba na amekuwa akifanya mazoezi na klabu ya Simba. Simba wamesema ya kwamba mpaka sasa hawawezi kumpatia mkataba wa moja kwa moja mpaka waweze kujipima uwezo wake, na ndio maana yupo kwenye majaribio pale na kikosi cha klabu ya Simba akifanya nacho mazoezi wachezaji wengine ambao wapo kwenye kikosi cha Simba. Vipi wewe unautizamaje usajili huu wa Morris Abraham mbele ya watu kama kina Jean Charles Ahoua, mbele kuna watu kama kina Elie Mpanzu na wengine kibao ambao wanaweza kukipiga pale katika namba 10? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa ni Star Media, mwendelezo wa taarifa kemkem za kimichezo ambazo zinazojili nje na ndani ya Tanzania. Utakuwa ukiendelea kuzipata hapa na muda wote ukiwa umeweza kusubscribe na kuwa ni mwanafamilia kabisa. Jambo muhimu kabisa hilo, kwa sababu utakuwa huwezi kuhangaika kuzitafuta taarifa kutoka sehemu nyingine huku na kule. Unakuwa unazipata moja kwa moja tukiweza kukuwekea basi notification ama ujumbe unakuja kwenye simu yako kukujulisha kwamba kuna taarifa mpya ambayo imeweza kujili. Hii hapa ni Star Media, mwendelezo wa taarifa hii ya Morris Abraham. Tutaendelea kuweza kusogezea hapa.